Kwa majina naitwa Dr. Hamisi Matalu, ni daktari bingwa wa tiba na upasuaji wa mfumo wa mkojo katika hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando. Leo nataka tuzungumzie kidogo kuhusu swala la saratani ya tezi dume. Na kabla sijaeleza sana, naomba tujue kwanza tezi dume ni kitu gani. Kwa kifupi, tezi dume ni sehemu ya mfumo wa uzazi kwa wanaume. Kwa hiyo tezi dume linapatikana kwa wanaume tu, na kazi yake kubwa ni kuzalisha majimaji ambayo yanasaidia mbegu ziweze kuishi na kutembea kiurahisi kusudi zikafanye kazi yake. Ipo sehemu gani tezi dume hii? Tezi dume iko kwenye mwisho wa kibofu, kwenye shingo ya kibofu cha mkojo, na ni sehemu ambayo ni junction zinapoungana na ule mrija unaopitisha mkojo, na imezunguka pale kwenye mrija unaopitisha mkojo. Kwa mbele yake kuna tumbo mpana, ndo sehemu lilipo tezi dume. Labda tujikite sasa, saratani ya tezi dume ni kitu gani? Unaposema saratani ya tezi dume, maana yake ni kwamba tezi dume limeshapata saratani, na tezi dume huwa lina chembe chembe hai kwa maana ya cells. Kwa hiyo unaposema tezi dume lina saratani, maana yake zile chembe hai zimeasi. Sasa zikishaasi, maana yake zinashindwa kufuata ule utaratibu wa kawaida wa ukuaji wa mwili. Kwa hiyo zinakosa control. Kwa hiyo zinakuwa tu bila kufuata ule utaratibu wa kawaida wa mwili. Kwa hiyo sasa vikishaanza kukua, hizo chembe chembe hai zikishaanza kukua bila kufuata utaratibu wa mwili, kinachotokea ni kwamba pale kwenye tezi dume sasa vinajitengeneza vivimbe, kwa sababu maana yake hizi chembe hai zimejigawanya, kwa maana zimeundergo cell division, zimejigawanya. Kwa hiyo zinasababisha vivimbe kwenye tezi dume. Sasa hii inaweza ikapelekea pia hivi vivimbe vikasambaa kuelekea hata sehemu nyingine. Labda tuweze kuangalia sasa visababishi hatarishi vya saratani ya tezi dume ni kitu gani. Cha kwanza ni umri mkubwa, kuanzia miaka 50 kwa wanaume na kuendelea. Kingine ni za huo ugonjwa kwenye familia. Kwa mfano unakuta labda baba yako mzazi au kakako mkubwa alishawahi kupata hiyo saratani ya tezi dume, kwa hiyo na wewe unakuwa katika hatari ya kupata saratani ya tezi dume. Kingine ni uzito mkubwa. Kwa hiyo uzito mkubwa pia ni mazingira hatarishi ya wewe kupata saratani ya tezi dume. Kingine ni kuto kufanya mazoezi. Tunatoka tufanye mazoezi kusudi kupunguza haya mazingira hatarishi ya kupata saratani ya tezi dume. Vyakula vya mafuta na vyenyewe vinachangia pia kuwa katika hatari ya kupata saratani ya tezi dume. Kupata maambukizi, infection kwenye tezi dume mara kwa mara inaweza kuwa pia na yenyewe ni mazingira hatarishi ya kupata saratani ya tezi dume. Dalili zake ni zipi? Kwa hiyo tezi dume likishapata sasa hivi kwamba limeshindwa, zile chembe hai za kwenye tezi dume zimeshindwa kufuata ule utaratibu wa ukuaji wa kawaida wa mwili, na tezi dume sasa maana yake linaanza kutanuka pale, mkojo unakuwa dhaifu, kwa hiyo unakuwa haukojoi vizuri. Unaweza ukakojoa damu kwenye mkojo, unakuwa unaenda kukojoa mara kwa mara. Unaweza ukienda kukojoa unakojoa mkojo hauishi. Alafu pia unaweza kuwa unasikia maumivu kwenye nyonga, unapata maumivu ambayo of course kitaalamu sasa inakuwa ni dalili kwamba huo ugonjwa labda umeshaanza kusambaa, ndio maana unapata hayo maumivu. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili za mtu ambaye ana saratani ya tezi dume. Sasa uchunguzi wake unakuwaje? Kitaalamu tunaishauri jamii, ukiona dalili ambayo sio nzuri ni vizuri kuwahi hospitali. Hospitalini kuna vipimo vingi. Mojawapo huwa kuna kipimo tunaita cancer marker. Unaweza ukaja tukapima, kuna kipimo kinaitwa PSA. Hiki ni kipimo cha damu ambacho kinaangalia, je, hauna viashiria vya saratani ya tezi dume, kwa hiyo wanakupima kwenye damu. Unaweza ukapima pia ultrasound kuangalia tezi dume lako limetanuka, liko na hali gani,
ni kipimo tu ambacho kinapatikana kwenye hospitali nyingi, na sisi hapa Bugando tunafanya uchunguzi wa hivyo vitu. Lakini pia kama kuna viashiria vibaya vya tezi dume lako kuwa na saratani, tunaweza tukachukua pia vinyama kwenye tezi dume lako, kwa maana ya kwenda sasa kupima hicho kipimo cha kinyama ambacho kinatoa jibu sahihi sasa kwamba kweli una saratani ya tezi dume, iko katika hatua gani, ili uweze kupata matibabu stahiki ya saratani ya tezi dume.